Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nurul hidayah wa ala alihi wa ashabihi an-nujum wa rashada, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji wetu, tumekutana tena siku ya leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa kudura zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa sababu wako baadhi yetu tumelala nao siku ya jana, lakini hivi sasa wanaandaliwa masuala ya mazishi, ama wengine tayari hivi sasa wako kwenye mwanandani wanazikwa, na wako miongoni mwetu hivi sasa wanakula wanakunywa kwa kutumia mipira. Sisi kuwa hai si uwezo wetu wala ujanja wetu, haya mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, mada leo inasema ukifanya haya kila magharibi utafanikiwa. Ukifanya haya kila magharibi utafanikiwa. Leo tutakwenda kuangalia bongi moja la dua kubwa sana Muislamu, ambalo hili unakwenda kuondosha shida zote, mazito yote uliyokuwa nayo unakwenda kuyaondosha biidhnillahi taala kwa kutumia dua hizi inshallah, ambazo si muda mrefu utakwenda kuzisoma, na ni fupi wala sio ndefu, kiasi kwamba kwa mtu mwenye nia kutaka kuzifahamu basi njia yake ni rahisi, anaweza kuzifahamu wala hazina uzito wote kuzifahamu. Kwa hiyo ni vyema ukasikiliza darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani kuna faida kubwa siku ya leo utakwenda kuipata biidhnillahi taala. Lakini kabla sijaingia katika hizo dua, nikukumbushe kwa wale wazazi ambao wamechelewa, maana jana ndio mitihani ya taifa imeanza ya form 4 tarehe 17, na tulitangaza siku za nyuma kwamba tunafanya dua kwa watoto hawa, tena ni free of charge. Kwa hiyo kama ulisahau, mzazi mwenzangu, baba yangu, mama yangu, basi nitakupa nambari yangu ya simu hapo, utalituma jina la mwanao kwa njia ya message, aidha kwenye WhatsApp au kwa njia ya kawaida. Talichukua basi na yeye ataingizwa katika dua hii ya leo, kwa sababu tumepanga hii itakuwa kwa muda wa siku 3. Tumeanza jana Jumatatu, leo Jumanne na kesho Jumatano. Kwa hiyo na imani siku ya leo ni fursa ya mwisho kwa yule ambaye labda alichelewa kuita jina la mtoto wake, basi lete jina la mtoto wako. Jina la mtoto wako, ama yule ambaye unakaa naye, mfano mwingine si mwanae lakini labda yeye ndo mlezi, basi unaweza kuleta jina hilo. Na dua hii ni free of charge wala haina malipo yote. Kama sadaka labda ukiamua mwenyewe kutoa hizo ile, lakini hii ni free of charge. Ni kiasi cha wewe kutuma tu jina la mwanao na huyu ni form 4, basi ataingizwa katika dua hii ya leo. Kwa hiyo nambari ya simu na yenyewe ya kutuma majina hayo ngoja nikutajie ili uweze kutuma katika namba hiyo. Nambari ya simu ni 0756 81 11 mwisho 26. Narudia tena, namba hiyo ni ya Vodacom, 0756 81 11 mwisho 26. Tuma jina la mwanao anayefanya mtihani wa form 4 ili aingizwe katika dua. Twende katika hii dua ya leo sasa, ambayo tunasema hii utakwenda kuifanya kila magharibi. Mwambie Mwenyezi Mungu haja zako, mwambie Mwenyezi Mungu shida zako, mwambie Mwenyezi Mungu yale yanayokusibu. Aidha pengine wewe ni mwanamama maskini, Mungu atafuta mume au kuoa, mume upate shekhi. Wako baadhi ya wanawake wao shida yao ni mume, wana kila kitu mwenyewe maskini Mungu, lakini amekosa stara tu ya ndoa. Ebulia na Mwenyezi Mungu kuhusu dua hii. Lakini pengine wewe ni mfanya biashara kwenye kuongeza kipato na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukuzie biashara yako, basi ifanye dua hii. Ama pengine wewe unatafuta kazi, ndugu yangu katika imani, unahangaika sana kutafuta kazi, basi fanya dua hii. Lakini pengine wewe unafanya kazi katika kampuni, katika ofisi fulani, lakini wenzio wanapanda vyeo na panda mishahara, lakini wewe uko pale pale, basi nilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya dua hii. Lakini pengine wewe shida yako ni uzazi, pengine shida yako wewe mwili wako tu mzuri, unasumbuliwa sana maradhi, hebu nenda kamilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusoma dua hii. Lakini pengine wewe shida yako ndugu yangu katika imani ni mambo yako tu binafsi mengine ambayo kwamba imekuwa vikwazo, imekuwa mtihani, au kuna watu wanaoweka vikwazo katika mambo yako, basi nenda kamilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya dua hii. Twende tukaisome. Nitairudia mara 2 kisha baada hapo nikupe maelekezo. Nitairudia mara 2 ili kisha baada hapo nikupe maelekezo.
Ya mwanzo hii ni aya ambazo tutasoma hizi aya mbili. Nasema hizi aya zinasema qul lam yusibana illa ma kataba Allahu lana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya pili, wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa in yamsaska bi khairi fahuwa ala kulli shay'in qadir. Narudia tena hizi ya kwanza. Hii ya kwanza nasema qul lam yusibana illa ma kataba Allahu lana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hii ni aya nambari 51, inapatikana katika sura ya 9 ambayo ni surati Tauba. Sura 9 katika surati Tauba. Ina maana ukichukua 9 na hii 51 unapata 60. Hii aya utaanza kuisoma mara 60. Bi maana baada magharibi tu isome hii aya mara 60. Hesabu mpaka mara 60 soma hiyo aya. Ya pili ni hii, wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bi khairi fahuwa ala kulli shay'in qadir. Hii nayo ni aya nambari 17, inapatikana katika surat Al-An'am. Surat Al-An'am ni sura 6. Kwa kujumlisha 6 na 17 unapata 23. Na hii aya ya pili utaisoma mara 23. Kwa hiyo ya kwanza utaisoma mara 60, alafu ya pili utaisoma mara 23. Ukimaliza kusoma aya hizo utakuja kulisoma neno hili ama dua hii, utafanya mara 40. Utasoma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, 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 ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Hii utaifanya mara 40. Sheikh, ukimaliza hapo sasa mwambie Mwenyezi Mungu haja zako, mwambie Mwenyezi Mungu yale unayohitaji, mwambie Mwenyezi Mungu na kadha na kadha na kadha na kadha. Wallahi utakwenda kuona muujiza na maajabu makubwa sana kupitia dua hii. Na hii ukifanya kila magharibi huwezi kumaliza siku 21, Mwenyezi Mungu atakujibu biidhnillah taala. Yani huwezi kumaliza siku 21 bila majibu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Labda kama utakuwa umefanya hali ya kuwa huna takwa, labda kama utakuwa umefanya hali ya kuwa una yakini, lakini ukiwa na yakini, ukawa na imani, ukahudhurisha moyo wako, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakujibu maombi yako hayo ndani ya muda mfupi sana biidhnillah taala. Tumesema aya ya mwanzo ni aya ya 51 katika sura 9 ambayo ni surati Tauba. Aya ya pili ni surat Al-An'am aya nambari 6 aya ya 17. Ukimaliza hapo utasoma dua hii au majina haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sema ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Utaifanya mara 40, utaifanya mara 40. Hii Muislamu nenda kafanya kila siku muda wa magharibi, kila siku muda wa magharibi. Basi lia na Mwenyezi Mungu, sema na Mwenyezi Mungu, basi mwambie kwa dua hii, wallahi mama yangu usifanye maskara, wallahi baba yangu usifanye maskara, na wala usifanye kama nakwenda kujaribu. Wewe nenda kafanye, nenda kamlilie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia dua hii, nenda kamlilie Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maombi yako hayo. Kwa dua hii utakwenda kuona muujiza na maajabu makubwa sana kupitia dua hii biidhnillah taala. Ndugu zangu, kwa leo tutaishia hapa. Tukutane katika darasa la kipindi kijacho katika channel yetu hii ya Msimbo Online TV. Lakini usisahau, kama una mtoto wako anasoma form 4, basi kutuma jina lake ili na yeye aingizwe katika wale watoto ambao watakayefanyiwa dua katika siku hii ya leo na siku ya kesho, kwa sababu tunafanya hizi dua kwa watoto, na watoto wa aina zote, awe Muislamu au Mkristo, bidhani ni binadamu, utupe jina lake, inshallah ataingizwa katika dua hiyo biidhnillah taala, bila ubaguzi, bila upendeleo. Inshallah atafanywa dua hiyo biidhnillah taala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusema haya, ndugu yangu katika imani, mimi kwa sasa hivi nikuacheni hapa. Tukutane katika kipindi kijacho, na kama una maswali yako binafsi unaweza ukaya comment hapo chini, ama la usisahau vile vile ku like video zetu, na kama una maswali yale ya private basi unaweza kutuma kwa njia ya private. Kama ni ya kawaida unaweza ukaacha hapo chini, ili na wengine wapate faida kwa maswali ambayo wewe utakayouliza hayo biidhnillah taala.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.